Tarehe 27 mwezi wa 4 huu hapa itakuwa siku ya Jumatatu. Ikweta kwa Ziziari, Ikweta Grill. Kuna shughuli yangu mimi muhusika, Queen Amy wa Katundu. Nimeamua kustaafu show kwa amri yangu mwenyewe na sio kwa amri ya mume wangu. Nimechoka, nataka niangalie majukumu mengine ya kifamilia. Kwa hiyo nguo zangu zote za show ni vyote natundika huko, naangalia majukumu mengine. Ukiacha pati ya kustaafu show, pia na shughuli na mume wangu ya miaka 14 ya ndoa yetu. Kwa hiyo tunaunganisha, na maana hilo jambo sio dogo, ni jambo kubwa. Tuko pale siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi huu. Kwa hiyo naomba support wadau wa wanamuziki, wacheza show wenzangu, bendi nilizopitia, wote naomba mnipe support. Kabla tujaingia zaidi kwenye hiyo siku ya siku, lakini Queen Amy unaonekana kiumri bado mdogo sana. Sasa mbona umeamua kustaafu mapema? Mdogo? Hapana, mimi ni mkubwa. Wapo wakubwa zaidi yako kina Mama Nzawisa ambao mpaka leo bado wako jukwani wananengua, lakini wewe ghafla tunasikia unatangaza kustaafu. Nini kimepelekea hayo? Hapana, nimetumikia muziki wa dance miaka mingi sana. Umuhimu wake, hasara yake zote najua, changamoto zake zote najua. Lakini nimefikia tu mwenyewe kuamua kwamba sasa hivi nimeamua kustaafu, niachane nayo mambo, nipumzike na angalia majukumu mengine. Umesema hapa kwamba pia hilo tukio litaambatana na jubilii kama kumbukumbu ya ndoa yenu. Ndoa yenu inafikisha miaka mingapi hivi sasa? Ndoa yetu inafikisha miaka 14. Na matunda kwa upande wa watoto? Watoto tulizaa watoto 4, 2 Mwenyezi Mungu kawachukua, 2 tunao. Hongereni sana. Sasa siku hiyo tunakwenda kufanya kumbukizi hapo ya miaka 14 ya ndoa yenu. Umewaandalia nini wadau? Wadau kama wadau, washabiki, wasanii wenzangu watafurahi tu. Naekea bendi, waje wafurahi kwenye bendi, pige sebene, tucheze tu kwa pamoja. Hata mwenyewe pia atacheza na wamaliza moja kwa moja hiyo siku ya tarehe 27. Tutakuwa na matarumbeta, tutakuwa na wasanii kibao ambao watakokuja kunisupport siku hiyo. Kwa upande ya watu ambao umewahi kucheza nao show huko nyuma, kuna ambao umewalika? Wapo nimewalika, naomba Mwenyezi Mungu siku ya wafikishe na mwenyewe nimemsema siku tupate kufanikiwa hii shughuli yetu. Nimewalika, kuna kiongozi wangu za Glebu wa Kudo Impact, naye kaniambia atanisupport. Cheza show mwenzangu Mama Nzawisa naye atakuwa live siku hiyo. Tajua kufanya balaa lake hapo. Umetuambia kutakuwa na bendi. Hebu tufafanue zaidi. Ni Msondo ngoma ya Juma Katundu ama kuna bendi nyingine? Hapana. Tumealika bendi ya Da Music ya Jado Fidiforce, na pia nishafanya show. Ila wanamuziki pia wa Msondo kama watakuwa kwa free nao watakuepo pia kuja kutusupport, kwa sababu pia ni bendi nilopitia pia. Sio bendi ya kwanza nikapata Kwa nini sasa ukichagua Msondo ngoma, bendi ambayo wewe umeipitia lakini pia mumeo yuko pale mpaka sasa? Hapana, mimi mwenyewe mwangu kaniuliza tu tuchukue Msondo, na mimi nimependekeza tu Da Music. Msondo tulishaichukuaga kwenye shughuli yetu nyingine. Kwa safari hii mpendekeza Da Music na pia bendi yangu na nimeichezea. Turudi kwako JK Juma Katundu. Siku hiyo unatuhakikishia nini kwa upande wa burudani? Mimi niwahakikishia utakuwa na burudani nzuri tu, kwa sababu huyu mke wangu yeye amecheza bendi nyingi za 77. Kwanza nikwambia hapo kwenye sababu ya kutoichagua Msondo. Watakuja pale wacheza show wenzie wengi wa mabendi tofauti, Twanga, sijui ya Bogo, sijui ya Kudo, sijui wapi. Wale ni watu wa 7. Sasa tungepeleka Msondo pale wangebaki wanatuangalia sisi. Sasa mimi nitaka wacheze wafurahi na mwenzao siku hiyo. Kina Zagrebu wanaweza wakaimba pale. Sasa tungekuwa wenyewe tu inaona wangeishia kutuangalia, wangese kuna muziki wa aina yetu. Ndio maana nikamwambia hapa hebu kwanza hii Msondo wawe waalikwa na wao, kwa sababu wewe mtoto wao umepata mume pale. Sasa na waje wakuone mtoto wao unavyotungika daruga, tuendelee na mambo mengine. Kwa hiyo nyinyi mlianza mahusiano wakati Queen Amy akiwa dancer pale, akiwa Kudo Msondo, akiwa Msondo ngoma. Lakini miaka 14 ni mingi sana. Mahusiano wa sasa watu wanatangazana leo kwenye Instagram, kesho nasikia wametupiana magunia. Mmewezaje kumudu kudumu mpaka leo?
Unajua hamna safari haina kona, milima, mabonde, unataka kuyavuka. Na kama unavyoangalia mimi na mke wangu hapa, mimi mkubwa kuliko yeye. Kwa hiyo pale aidha mimi napochanganya mambo, napokosea najua niongee naye vipi, anapokosea yeye kwa sababu ni mtu mzima, najua nimwambie kivipi ili tusifikie kwa na magomvi makubwa. Kikukosana kwenye ndoa, hakuna ndoa inanyooka hivi. Wewe ni mkubwa zaidi ya Queen kama ambavyo mwenyewe hapo umetoka kusema, lakini bado wewe uko jukwani. Ndio. Mwenzako ametangulia kustaafu. Hii ina maana gani? Maana yake endelee kulea watoto nyumbani sasa. Maana tushawaacha sana kina Nabi hao peke yao, sisi tunakesha huko. Sasa mmoja abaki nyumbani, baba endelee kutafuta ili mambo yaende. Wewe upangi kustaafu? Mimi bado. Kwa nini labda? Kwa nini? Mimi bado kwa sababu nina malengo yangu, nikiyatimiza nafikiri nitastaafu. Akiso muda mrefu. Hebu tupe mitazamo yako ya miaka ijayo. Una mpango ukiachana na Msonogoma labda kufungua bendi yako binafsi ambayo? Mimi nikiacha bendi, yani Msondo ndo bendi yangu ya mwisho. Nikiacha Msondo, yani nikisema sasa na staafu kupiga dance, nafikiri nitakuwa imamu wa msikiti. Umemsikia mumeo Queen? Anasema akiachana na Msonogoma atakuwa imamu kwenye msikiti, yani ataanza kutandika mkeka kwa sala 5. Vipi kwa upande wako sasa? Mimi namuombea mume wangu kama kweli kauli anayo, basi Mwenyezi Mungu amnyoshe. Na turudi tena kwenye siku hii ya tarehe 27 ambapo kivumbi kitatimka pale Ikweta Grill, ambapo utakuwa ukiwaaga mashabiki wako. Ndiyo. Una maneno yote ya kuambia, kwa sababu kwa kipindi chote ambacho umeanza unenguaji na umetumikia fani hiyo, kuna mengi umekutana nayo. Kuna marafiki ambao umekutana nao hapo, kuna ndugu, kuna wengine ulikuwazana nao mkafikia hata kutoelewana katika harakati zina zile, wana wasanii wenzio. Kuna neno lolote la kuambia? Kiufupi mimi marafiki zangu wote ambao ni madansa wenzangu tulikuwa tunaishi vizuri. Kiukweli tulikuwa tunaishi vizuri, viongozi wangu na hata naacha wanasikitika. Wananiambia kwa nini unaacha Queen bado kabisa? Asa za Grebu wananiambia Mari Bonza bwana, bado kabisa bwana, usiache. Ananitaka hadi kesho. Wote kina Jado bado wananihitaji. Yaani karibia vikundi nilivyokuwa napitia vyote. Wananiambia wewe bado bwana, ngambia hapana, mimi nishachoka kudance. Niacheni tu nitulie. Basi sawa, tutakusupport. Yaani na imani wote watakuja kwa furaha na mwenyewe nitafurahi kwa nao kwa pamoja. Unakumbuka mlenguaji mwenzio ambaye alikuwa anakutoa jasho kipindi chako? Yaani ulikuwa ukisikia jina lake tu au ukimwona sema yes, huyu ananikimbiza. Amna alikuwa ananikimbiza. Wenyewe unajua bala. Amna alikuwa ananikimbiza. Sasa mmoja nilikuwa nachuana naye. Kila mtu alikuwa anaomba nzee kupiga njia moja atakomba ila zote. Lakini watu wanasema kwamba enzi zenu ndio zilikuwa enzi za sanaa. Za uimbaji, upigaji pamoja hata unenguaji. Kipindi kile kina Aisha Madinda, nyinyi mkitamba kipindi kile, kina Lili Internet, na wanasema kipindi hiki usanii umekuwa sio ule. Kuna mtu unayemuona katika unenguaji kwa zama hizi? Wale ambao wa zamani waliopo sasa hivi hawa kizazi cha sasa. Wapo kuna dadangu Chiku Kasika na yuko vizuri. Wapo tu wengi kina Maria Suzi alikuwa dancer kisa hivi kaingia kwenye uimbaji, pia ana dance. Na pia yuko tu vizuri. Yaani wapo tu wengi kina Aria. Wapo mimi naona wako vizuri, bado wanapambana. Lakini mimi tu nimeamua sogea. Watu watakaotaka kuhudhuria siku hiyo, kiingilio ni nini? Watu watakaohudhuria siku hiyo ama kiingilio cha pesa getini pale hapana. Pale inabidi mawasiliano mimi nilisheka mtandaoni. Kuna wanawake wananunua sare 30 tu ya kunungisha. Wanaume wanapewa kadi za mchango, unapata kadi yako ya mwaliko unakuja kusherehekea pamoja na sisi. Mr. and Mrs. Katundu. Na burudani inatarajiwa kuanza muda gani mpaka muda gani? Pale kuna saa 12 hata tukikesha mpaka asubuhi. Musa Salim katuambia hata tutaka siku 2 sisi tu wenyewe. Hamisi Salim. Hata siku 2 anasema ukumbi wenu fanyeni vyovyote mnavyotaka. Kwa sisi tuko free na ule ukumbi, hatuna guarantee muda wa kumaliza mpaka tufurahi sisi. Tukichoka.
JK, tutarajie surprise ya wimbo wa jubilee ya miaka 18 ya ndoa yenu? Na kwa sababu haitakuwepo msondo pale, nitajiimbia tu mimi na mke wangu. Nitapiga mashairi mawili matatu kuandaa kitu kinachofuata. Lakini wa wimbo utakuwepo kwenye albamu baadaye ya Msondo Goma. Zijazo.